Elimika na Mahasin TV, pata kujua wema wa Uislamu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Shaka hujambo mtazamaji wa Mahasin TV popote pale ulipo. Karibu katika kapu la habari. Mimi Hilali Sefu Riami nitakusomea habari za kitaifa, na katika habari za kimataifa utakuwa naye Zuberi Rashid Mgaya. Awali ya yote tunaangazia muhtasari wake. Mahasin Mission yakabidhi msikiti kwa Waislamu wa mtaa wa Fumagila Magharibi katika kata ya Kishiri jijini Mwanza. Naibu Waziri wa Ujenzi Godfrey Kasekenya amtaka mkandarasi kuharakisha ujenzi wa madaraja katika barabara ya Ntiuka Kikombo mkoani Dodoma. Katika habari za kimataifa, wahudumu wa afya DRC warekodi zaidi ya maambukizi 3,000 ya ugonjwa wa Ebola, vikiwemo vifo 1354. Na mkapu la habari linaanzia jijini Mwanza. Waumini wa dini ya Kiislamu wa Masjidi Ghariba uliopo mtaa wa Fumagila Magharibi katika kata ya Kishiri jijini Mwanza wamehusiwa kuzingatia haki na uadilifu pamoja na kuepuka migogoro ili kuendeleza dini yao na kufikia lengo la kusogezwa nyumba ya ibada katika maeneo hayo, ikiwemo kutekeleza ibada ya swala. Zuberi Rashid Mgaya anatuarifu zaidi. Allahu Akbar, Ni wito huo wa ibada ya swala kwa mara ya kwanza kabisa ukisikika hapa katika Masjidi Ghariba iliyopo hapa Fumagira katika kata ya Kishiri hapa jijini Mwanza, ambapo ikiwa ni mwendelezo wa Mahasin Mission katika ujenzi wa nyumba za ibada katika maeneo mbalimbali kwa ajili ya kuendeleza harakati za dini ya Kiislamu, ambapo mhadhiri wa dini ya Kiislamu Sheikh Abdul Basit Othman apata fursa ya kuzungumza na waumini wa dini ya Kiislamu katika maeneo haya, akiwahusia zaidi kuepukana na masuala ya migogoro, lakini pia kuendelea kuitunza nyumba hii kwa ajili ya kunufaisha waumini wa dini ya Kiislamu katika maeneo haya. Huu msikiti tunatakiwa sisi, haki ya kwanza ni kuja, haki ya pili kuangalia msikiti. Innama ya'muru masajid Allah man amana billahi wal yawmil akhir, mpaka mwisho aya. Wanaoimarisha na kuzisimamia nyumba za Allah ni wale wenye kumwamini Mwenyezi Mungu na wakasimamisha swala na wakatoa zaka. Tunaimarishaje msikiti ikiwa miongoni mwao kuswali? Kuhakikisha msikiti unabaki katika hali ya kawaida, hata kama kuna mfanyakazi mtamweka, lakini nyinyi kama nyinyi hakikisheni unaufanya msikiti, uwekeni msikiti kuliko majumba yenu. Naye mkurugenzi wa dawa Mahasin Mission Sheikh Abdurrahman Hussein amewahusia viongozi ambao wamepewa jukumu kubwa la kuongoza waumini wa dini ya Kiislamu kupitia nyumba hii ya ibada iliyotekelezwa hapa Masjidi Ghariba iliyopo hapa Fumagira. Amewahusia viongozi hawa masuala ya uadilifu na haki kwa waumini wa dini ya Kiislamu wa maeneo haya ili kuweza kuendeleza zaidi harakati za dini ya Kiislamu katika maeneo haya. Innaha amana, uongozi ni amana. Wa innaha yawmal qiyamat khizyun wa nadama, na hakika uongozi siku ya kiyama itakuwa ni fedheha na majuto. Illa man akhadha bihaqqiha, isipokuwa atakaochukua
kwa haki. Naye mkurugenzi wa Mahasin Mission Mbaraka Swaleh Bajbil amewahusia waumini wa dini ya Kiislamu kuhakikisha wanatoa vipaumbele zaidi kwa watoto wa maeneo haya kwa ajili ya kujifunza zaidi dini ya Kiislamu na kuitumia vyema hii fursa ya nyumba hii ya ibada ambayo imesogezwa zaidi katika maeneo yao karibu kwa ajili ya kutekeleza ibada ya swala. Harakati za msikiti huu zinufaishe waumini na tuweze kufikia katika malengo ambayo kusudiwa. Msikiti umejengwa, basi ibada ifanyike. Tukiuacha utakuwa ni boma. Walaume muongoze harakati za kusimamia msikiti huu, na mwisho wa siku tuweze kutengeneza jamii iliyo bora. Msikiti pia ni kwa ajili ya kusoma Qur'ani. Msikitini hapa kuna Qur'ani kwenye shelf hizi zimewekwa, lakini vile vile tumekuja na majuzuu 50 ya mwanzo kwa ajili ya watoto. Kwa upande wao, baadhi ya waumini wa dini ya Kiislamu wa maeneo haya wameshukuru taasisi ya Mahasin Mission kwa kutekeleza ujenzi wa nyumba hii ya ibada, huku baadhi ya wakina mama maeneo haya pia wakiomba kusogezewa mwalimu wa madrasa ambaye atawafundisha wakina mama kwa ajili ya kuifahamu zaidi dini yao ya Kiislamu. Tunashukuru Mahasin Mission kwa kuweza kutuletea neema hii na baraka hii katika eneo hili la msikiti, na kutuletea msikiti, kwani si kwa uwezo wetu wenyewe, ni uwezo wa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Leo hii tumepata faraja kubwa sana. Na waomba watujengee na madrasa ya watoto, maana sasa hivi watakuwa wamepunguziwa umbali wa kusoma madrasa. Yani tumepata faraja sana, tulikuwa tunaenda kusali mbali sana. Na pia tunaombi kwa wakina mama. Yani mimi naomba binafsi yangu watuletee maalimu wa kutufundisha, sisi tunahitaji sana kusoma. Mungu awalipe kwa hatua na vyote mlivyovifanya. Mungu atujalie tuweze kumpata mwalimu vile vile kuja kuwafundisha watoto hao waweze kuendeleza dini hii ya Kiislamu iendelee. Pia mfadhili ameweza kutuchimbia kisima ambacho kimekuwa ni msaada mkubwa kwa jamii ya watu wa mji huu, ambacho kinasaidia Waislamu na wasiokuwa Waislamu kutokana na hadha kubwa ya maji ilionayo jamii yetu. Nikiripoti kutoka hapa Masjidi Ghariba iliyopo hapa Fumagira, kata ya Kishiri, jijini Mwanza, mimi jina langu ni Zuberi Mgaya wa Mahasin TV. Kikundi cha mabinti wa Kiislamu Muslim Girls Mwanza wamewashika mkono watu wenye mahitaji maalum ikiwemo yatima na wenye ulemavu, wakiomba jamii kuwaunga mkono ili kuifikia na kusaidia jamii kubwa zaidi. Nuhu Kasimu Stima ana taarifa kamili. Wakizungumza waliopatiwa misaada hiyo kutoka kwa Muslim Girls wameshukuru na kuwaombea dua kikundi hicho kwa kujitolea kwa ajili ya jamii na kuwataka wazidi kuishika mkono jamii. Nashukuru sana. Na nisaidia sana, nashukuru sana. Nilikuwa nahangaika sana kutembea. Mungu atawasaidia tu waendelee vizuri tu na hili zoezi. Kwa kweli mimi cha kwanza natanguliza shukurani na nitawaombea dua, Mwenyezi Mungu awalipe na wafanyie wepesi kwa kila wanapofanya mzunguko yao ajili ya kutafuta wahitaji na kutusaidia pia. Mimi nashukuru sana dada zetu, waendelee kuwa na moyo wa hivi hivi. Mungu awalipe, aepushe na maradhi, aepushe na fitna, aepushe na hasad, awaongoze katika kila lilo la kheri na waepushe katika kila lilo la shari. Kwanza nimejifunza zidi ya kuvaa stara. Hicho ni kitu cha kwanza nilichojifunza. Pili, nimejifunza kuwa na moyo wa kusaidia watu na kuwa na ushirikiano. Kwa leo nimefurahi sana. Na nawashukuru wazazi kwa kutupa sadaka na umetulisha, umetunywesha. Nashukuru sana, Allah walipeni. Nao washiriki wa hafla hiyo wamepongeza jitihada zinazofanywa na Muslim Girls na kuwakumbuka wenye mahitaji na kuongeza kuwa wamejifunza kwa vitendo kujitolea kwa ajili ya Allah Subhanahu wa Ta'ala kuisaidia jamii. Kutoa sadaka ni muhimu. Kutoa sadaka, kuna watu wengi wenye uhitaji ambao wanatuhitaji sisi ambao ni wazima, tumepewa afya, tumepewa uwezo wa kutembea, kuona, kwa wanatuhitaji sana sana. Tupende sana kujitoa kwa ajili ya Allah. Yaani tupende kujitoa kwa ajili ya Allah, tuiweke akhera mbele kuliko dunia. Sisi wenyewe pia hatujui mwisho wetu ni lini na hatima yetu ni lini. Kwa hiyo kitu ambacho mimi kinanivutia, hata mimi pia ni miongoni ambao baadaye naweza nikawa ni mwenye uhitaji. Ninawaomba tu tuendelee kuwa tunahudhuria vikao vya heri kwa ajili ya Allah.
Nimejifunza vitu vingi, nimejifunza kwa wenzangu kupitia kuona jinsi wanavyotafuta pesa zao na wanavyowekeza kwa ajili ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kwa sababu sisi ni vijana, wameamua kidogo kujitofautisha. Sisi wanawake wa Kiislamu tumepewa wadhifa mkubwa sana katika dini. Sio tu tunaambizana jamani tupige ubuyu, sio tufanye nini, vitu ambavyo havina faida. Kwa hiyo inabidi tukikutana mabinti wa Kiislamu au wanawake wa Kiislamu, inabidi tuongelee vitu ambavyo vina manufaa na vinatija katika maisha yetu na jamii yetu. Na kama jinsi ulivyoambiwa kwamba Uislamu ni matendo mema, kwa hiyo inabidi tushindane katika mema, kwa sababu aliyekuzidi mema ni amekuzidi katika dini. Kwa upande wao, Muslim Girls wamewashukuru wadau mbalimbali kwa kuwaunga mkono kufanikisha hafla hiyo na kuwaomba waendelee kuwaunga mkono katika harakati zao mbalimbali za kheri. Tumeweza kukamilisha kile ambacho kilichopo ndani ya uwezo wetu, kwa sababu wenye uhitaji huko nje ni wengi sana. Kwa hiyo tujitahidi tu kuwashika pale wanapokuja, wanapohitaji. Kuna watoto yatima wengi mtaani, kuna wenye walemavu na wasiojiweza wengi. Na peke yetu hatuwezi kufikia wote, lakini tukiungana na wao wakatoa chochote kitu, tunaweza tukafanikiwa kuwafikia watu wengi ambao tulioalika. Tunashukuru Mwenyezi Mungu, wote wameweza kuitikia. Pia ahadi tulizokuwa tumeahidi, alhamdulillah tumetimiza. Watu walikuwa wametupa ahadi watatusaidia, tunamshukuru Allah kwa asilimia kubwa. Wote wameitikia na wamekuja na wameleta ahadi zao. Matarajio yetu Muslim Girls ni kufanya makubwa kuwasaidia wenye uhitaji ndani ya huu mkoa. Kwa wadada jamani, njoni mjiunge na Muslim Girls Mwanza, tuweze kuwasaidia, tuwape faraja watoto yatima, tuwape faraja wenye uhitaji, tujenge dini yetu na kuhamasisha stara. Tukielekea jijini Dodoma, naibu waziri wa ujenzi mhandisi Godfrey Kasekenya amemtaka mkandarasi wa kampuni ya Chico anayetekeleza ujenzi wa madaraja makubwa ya reli ya MGR na SGR katika ujenzi wa mradi wa barabara ya Ntiuka Mvumi Kikombo yenye urefu wa kilomita 76 kuharakisha ujenzi huo kabla ya mvua kuanza. Rajab Shaban Matuga ana undani wa taarifa hii. Mhandisi Kasekenya ametoa maelekezo hayo alipofanya ziara ya kukagua maendeleo ya miradi mbalimbali ya mkoa wa Dodoma, ambapo mbali na pongezi ametoa angalizo la ujenzi huo kujengwa kwa haraka kutokana na kuwa kipaumbele kikubwa. Barabara ambayo ni kipaumbele kikubwa sana, na hasa kwa sababu tunatambua kwamba wenzetu wa Wizara ya Ulinzi na Jeshi la Kujenga Taifa makao makuu yao yako huku. Lakini pia hii barabara ndio inayotulinki na vijiji vingine huku vya Mapinduzi, Sing'ong'ona hadi Ntiuka. Lakini pia inakuwa inapunguzia adha wenzetu wanaokwenda Mvumi. Bahati nzuri kwa kuwa hapa tulipo ndo tuko juu ya SGR inapita chini. Ningetamani ama maelekezo yangu ni kwamba mhakikishe kwamba haya maeneo yanakamilika mapema kabla ya mvua. Waziri Kasekenya amesema kwa mujibu wa makubaliano ya kati ya msimamizi na mkandarasi, madaraja yote yanapaswa kukamilika mwezi Septemba mwaka huu 2026 ikiwa bado ni majira ya kiangazi. Kwa hiyo tuhakikishe kwamba tunamsimamia na anakamilisha kazi yake kama tulivyokubaliana kabla ya msimu wa mvua kuanza. Madaraja haya yanapitisha maji mengi sana ya mvua. Na mimi nataka nimhakikishie mkandarasi kwamba tutajitahidi kama serikali kwanza kuhakikisha kwamba kuclear yale madeni, kwa ni pamoja na yale madeni ambayo bado yalikuwa yalipo tunahakika tutayaclear. Kwa yeye ajipange kuhakikisha kwamba anakamilisha hii barabara. Barabara hii kwa kweli ni muhimu sana. Awali meneja wa TANROADS mkoa wa Dodoma mhandisi Zuhura Amani amesema barabara ya Ntiuka Mvumi Kikombo yenye urefu wa kilomita 76 inatekelezwa kwa awamu, ikiwemo ya ujenzi wa madaraja makubwa 4 na barabara yenye kiwango cha lami kilomita 16.4 ikiwa kilomita 8.6 kwa Kikombo na kilomita 8.6 upande wa Ntiuka. Utekelezaji wa mradi huu unaendelea na mpaka sasa umefikia 92%. Sehemu kubwa iliyobaki ni sehemu ya ujenzi wa madaraja ambao kama ulivyoona unaendelea. Katika hayo madaraja 4, daraja moja ni lile daraja ambalo la kupitisha treni ya MGR chini na magari kupita juu. Madaraja mengine 3 yaliyobaki ni kwa ajili ya kupitisha maji ya mvua.
Uongozi wa Madrasat Al-Iman wa Nur iliyopo mtaa wa Msufini, kata Chamazi, manispaa ya Temeke, jijini Dar es Salaam, umeomba wadau mbalimbali wa elimu kuwashika mkono katika kutatua changamoto mbalimbali zinazowakabili, ikiwemo ufinyu wa eneo la kujifunzia. Taarifa yake Aisha Mpatila inasimuliwa naye studio Nuhu Kasim Mustima. Lakini kadiri ilivyokuwa inaendelea ile madrasa, mara mtu anakuambia pananuka mikojo, watoto wanakojoa, watoto wanakuwa hivi, watoto wanapiga kelele, ikawa ni mtihani. Lakini pia na mazingira yakawa ni mabaya, tukawa tunafungiwa. Wanakuja watu wa serikali ambao ustawi wa jamii, wanakuambia hapa mazingira hayaruhusu kukaa watoto. Kufuatia kadhia hiyo, mwalimu wa Madrasatu Al-Iman wa Nur, Ustadhi Iman Siraj Omar, amesema akalazimika kutoa eneo lake kwa ajili ya ujenzi wa kituo ili watoto wapate elimu ya dini, lakini bado wanakabiliwa na changamoto mbalimbali. Baada ya kuwa nimekusudia ulijengwe madrasa, Allah akawa amejalia wazazi, nikaitisha kikao cha wazazi, tukakubaliana tupige mabati hapa. Alhamdulillah, ndo mnaliona hili jengo la madrasa mpaka kufika hivi sasa. Lakini uhitaji tuliokuwa nao, kwanza tupate watu wa kutununulia eneo au ikipatikana nyumba ya madrasa kujitegemea kukaa sehemu yake. Lakini pia tuweze kujengewa lile bonde lile pale. Lile bonde ili kusudi watoto na jamii kwa ujumla wao wanapita vizuri. Wito huo wa msaada unaongezewa sauti na wazazi na walezi wa wanafunzi wanaosoma katika madrasa hiyo, wakiwaomba wadau mbalimbali kuwashika mkono. Kwa tulikuwa tunaomba tusaidie, mguswe na hili jambo, kwa sababu kuwekeza katika mazingira haya ni sadaka tujalia. Kwa hiyo tunaomba mtusaidie kujenga daraja kwa ajili ya kuboresha mazingira, watoto wetu waingie darasani katika mazingira mazuri, kusiwe na vikwazo vya kuwakwamisha kuingia darasani. Kwa hiyo tunaomba mwenye kuguswa, hata ambaye siye Muislamu, haguswe na hili. Viongozi wetu wa serikali tunaomba pia mguswe na hili. Abdul Majid Ngilelea ni diwani wa kata ya Chamanzi, anapatia majibu baadhi ya changamoto zinazoikabili madrasa hiyo. Tulishafika mara ya kwanza na watu wa TANROADS pale, lakini bado nadhani wiki ijayo tafanya jitihada nilete watu wa TARURA, kwa sababu kipande hiki kinahusu sana watu wa TARURA, ili waje tuone kwa namna gani mawasiliano baina ya huku na huko yataendelea kuwepo. Lakini kwa kuwa risala imegusa vitu vingine vidogo, kwa mfano kuna ada ya upangishaji kule ambapo kila mwezi 25,000. Mimi kupitia hadhara hii ya leo nitabeba miezi 2 wakati tunaendelea kujipanga. Lakini kuna vikalio vya wanafunzi, mimi tarehe 8, tarehe 10 mwezi wa 8 tuwasiliane, nitakupa 100,000 kwa ajili ya vikalio vya wanafunzi. Mkoani Singida, mwandishi wetu Ramadhani Idilimu anaarifu kuwa wanafunzi wa Kiislamu katika shule za msingi mkoani humo wameeleza maandalizi yao ya kufanya mtihani wa taifa katika somo la elimu ya dini ya Kiislamu EDK yanaendelea vizuri, na matumaini yao watafanya vyema katika mtihani huo unaotarajiwa kufanyika tarehe 12 ya mwezi wa 8 mwaka huu 2026. Baadhi ya wanafunzi hao wakizungumza katika mahafali ya dini iliyoandaliwa na Jumuiya ya Wanafunzi na Vijana wa Kiislamu Tanzania TAMSIA manispaa ya Singida, kwa kuwaleta pamoja wanafunzi wa shule 6, wameeleza kuwa wamejipanga vizuri katika mitihani ya kuhitimu elimu ya msingi. Na furaha kubwa kwa kufanya mahafali ya dini, na nimejiandaa vizuri kwa mtihani wa EDK wa tarehe 12 mwezi wa 8. Nimejiandaa vizuri kwenye mtihani wangu wa taifa wa darasa la 7 wa kidini na pia wa kishule. Nitasoma kwa bidii nifaulu kwa masomo yote ya dini na pia na shule. Mahafali hii ilikuwa na jumla ya shule 6 ambazo ni Sabasaba, Bomani, Utemini, Sumaye, pamoja Ipembe, pamoja na shule ya msingi Kindai. Sasa hivi darasa la 7 tunawaandaa kwa ajili ya mitihani ya taifa ambayo tunatarajia itafanyika tarehe 12 ya mwezi wa 8 mwaka huu 2026. Na kwa jinsi ambavyo tulivyoandaa, tunaamini matokeo yatakuwa ni mazuri sana kwa mwaka huu insha Allah.
Sambamba na hayo, baadhi ya viongozi katika dini wametoa wito kwa wazazi na walezi kuwapa usimamizi mzuri watoto wao kuelekea mitihani ya darasa la 7, kwani kila mwanafunzi anayo nafasi ya kuelekea sekondari. Natarajia mwaka huu 2027 naweza tukapata watoto wengi sana watakaoanza kidato cha kwanza. Kwa mlivyojitokeza, Mwenyezi Mungu awajalie kila la kheri. Wote tutakwenda form 1? Ndio. Hakuna atakayebaki? Ndio. Na tunawapongeza na tunawaombea Mwenyezi Mungu awasimamie na wajalie ili wote muweze mkaenda kidato cha kwanza. Lakini jambo lingine ambalo tunawahusia wazazi ni sasa kuna mabadiliko ya mtaala mpya. Kwa lazima wakae na watu wanaefahamu mtaala mpya unataka nini, ili wajue kabla hajaanza form 1 masomo gani mtoto wake anatakiwa kayasome, hasa baada ya kuona matokeo na uwezo wa mtoto. Nikiripoti kutoka hapa mkoani Singida, Ramadhan Idilimu wa Mahasin TV. Na huko kisiwani Unguja, mkuu wa mkoa wa Kusini Unguja Bi Hamida Musa Khamis amefanya uteuzi wa masheha wapya 17 wa shehia mbalimbali za mkoa huo, ambapo masheha 10 ni kwa wilaya ya Kati na 7 wa wilaya ya Kusini Unguja. Akiwataja masheha walioteuliwa, mkuu wa mkoa wa Kusini Unguja Bi Hamida Musa Khamis ametaja sababu za kufanya uteuzi huo umetokana na kuziba nafasi zilizokuwa wazi kutokana na sababu mbalimbali zikiwemo vifo, ugonjwa, uzee pamoja na baadhi ya masheha kushindwa kutekeleza majukumu yao ipasavyo. Itakumbukwa kwamba tulikuwa na ziara katika shehia zetu zote 63 za mkoa wa Kusini Unguja, kupitia ziara zilizofanywa na wakuu wa wilaya, lakini pia zilizofanywa na mkuu wa mkoa na watendaji wengine. Lakini katika kipindi chote hichi tulikuwa tunafuatilia nyenendo na utekelezaji wa majukumu wa masheha kwenye mkoa wetu. Katika ziara hizo, lakini pia katika kufuatilia utekelezaji kupitia kamati ya uongozi ya mkoa na kamati ya usalama mkoa na wilaya zake, tumeona kuna haja ya kufanya mabadiliko kidogo ya baadhi ya masheha. Aidha, Bi Hamida amesema mabadiliko hayo ya uteuzi na utenguzi yamefanyika kwa mujibu wa sheria ya tawala za mikoa ya mwaka 2014. Na kwa mamlaka niliyopewa sheria ya tawala za mikoa mwaka 2014 kifungu cha 8(1) na masharti ya kifungu cha 8(2) kinachoeleza sifa za uteuzi wa masheha, pamoja na kwa mamlaka kifungu namba 8(4) na kifungu namba 9 vinavyofafanua kuondolewa kwa sheha kwenye shehia husika. Kwa mnasaba huu napenda kutangaza mabadiliko na uteuzi wa masheha wapya katika wilaya zetu zote 2, kwa maana wilaya ya Kati na wilaya Kusini. Na kwa taarifa hiyo kutoka kisiwani Unguja ndio kunahitimisha kapu la habari kwa habari za kitaifa. Tupate mapumziko mafupi na kisha tutarejea hapa kuangazia habari za kimataifa. Hii ni Mahasin TV, pata kujua wema wa Uislamu. Mahasin TV, channel namba 455 katika kingamuzi cha Azam. Kunywa maji safi na salama ya uhai. Bidhaa bora ya Bakhresa. Mahasin TV, pata kujua wema wa Uislamu.
Shukran za dhati mtazamaji wa Mahasin TV kwa kuendelea kuwa nasi. Na sasa ni wasaa kuziangazia habari za kimataifa kama zilivyoandaliwa naye Zuberi Rashid Mgaya. Mtazamaji wa Mahasin TV, karibu kwa upande wa habari za kimataifa. Waziri wa masuala ya nchi katika ofisi ya Rais Abushiri Bukhari ameripotiwa kuzuiwa kuingia nchini Kenya na baadaye kurejeshwa Mogadishu kwa mujibu wa taarifa kutoka vyanzo mbalimbali. Maafisa wa uhamiaji wa Kenya katika uwanja wa ndege wa kimataifa Jomo Kenyatta jijini Nairobi wanadaiwa kumzuia kuingia siku ya Jumapili Julai 26 kutokana na pasipoti ya Kenya aliyokuwa akisafiria. Serikali za Somalia na Kenya hazikuwa zimetoa kauli rasmi kuhusu tukio hilo, ambapo taarifa hiyo inafuatia tukio jingine lililotokea takriban mwezi mmoja uliopita lilimhusisha naibu waziri wa Somalia Jibril Abdurrashid Haji, ambaye pia ameripotiwa kunyimwa kuingia nchini Kenya na kurejeshwa Somalia kutokana na madai ya kuwa alikuwa na passport ya Kenya iliyopatikana kwa njia ya udanganyifu. Naibu waziri mkuu huyo aliwasili katika uwanja wa ndege wa Jomo Kenyatta kwa ndege ya shirika la Sadis Airlines kutoka Mogadishu na kuwasilisha pasipoti halali ya kidiplomasia ya Somalia pamoja na visa kuingia nchini Kenya. Taarifa zinasema maafisa wa uhamiaji walimtia shaka baada ya kushukiwa kuwa pia alikuwa na pasipoti ya Kenya iliyopatikana kwa njia isiyo halali. Vyanzo vinavyofahamu swala hilo viliviambia vyombo vya habari vya ndani kuwa afisa huyo wa Somalia alikiri kuwa passport ya Kenya, lakini alikataa kuikabidhi, akisema swala hilo linapaswa kushughulikiwa kupitia mchakato wa mahakama. Mtazamaji, naweka nukta kwa taarifa hiyo. Kwingineko, wahudumu wa afya wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wamerekodi zaidi ya maambukizi 3,000 ya ugonjwa wa Ebola, vikiwemo zaidi ya vifo 1354. Haya yanafanyika wakati ambapo maambukizi yameripotiwa kuongezeka kwa karibu 1,000 katika kipindi cha siku 10 tu. Takwimu rasmi zinaonyesha kuwa jumla ya visa 3,075 sasa vimethibitishwa katika mikoa 5 baada ya mlipuko huo wa Ebola kuvuka maambukizi 2,000 mnamo Julai 15. Mamlaka zinasema ugunduzi wa maambukizi na juhudi za kupima zimechangia katika kugundua maambukizi zaidi. Mlipuko huo uliotangazwa mnamo Mei 15 unasababishwa na aina ya kirusi cha Bundibugyo ambacho bado hakijapatikana chanjo au tiba yake. Kulingana na shirika la afya ulimwenguni WHO, karibu 90% ya visa vimeripotiwa katika mkoa wa kaskazini mashariki mwa Ituri ambao unapakana na Sudan Kusini na Uganda. Mlipuko huo huenda ukadumu kwa miezi kadhaa zaidi kutokana na mgomo wa wahudumu wa afya wanaolalamikia kutolipwa mishahara yao na kutatiza utoaji wa huduma katika baadhi ya hospitali. Mtazamaji wa Mahasin TV, tukitamatisha kwa upande wa habari za kimataifa. Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron ataongoza kikao cha dharura cha baraza la mawaziri huku moto wa nyika ukikaribia mjini Bordeaux ulioko kusini magharibi mwa nchi hiyo. Meya wa mji huo Thomas Cazeneuve alisema moto huo kwa sasa uko umbali wa takriban kilomita 15 ambazo ni sawa na maili 9 kutoka Bordeaux. Ufaransa imekuwa miongoni mwa maeneo yaliyoathiriwa zaidi, huku hekta 42,000 zikiathirika na moto kusini magharibi mwa nchi hiyo, jambo ambalo limeufanya kuwa miongoni mwa moto mkubwa zaidi wa misitu nchini humo tangu vita vya pili vya dunia. Kwa ujumla, zaidi ya watu wapatao 220,000 wamehamishwa katika eneo la kusini magharibi mwa Ufaransa. Captain Nicolas Braz, mmoja wa viongozi wa operation ya kuzima moto, amesema moto huo ulikuwa na upepo mkali sana kiambatana na vimbunga vidogo, na kuongeza kuwa ulikuwa haueleweki na usioweza kudhibitiwa. Wakazi wa Le Pog, mojawapo ya mji wa pwani iliyoathiriwa na moto huo, wameanzisha mtandao wa kujitolea wa kusaidia wazima moto waliochoka. Zaidi ya nyumba 150 zimeharibiwa katika mji huo wenye wakazi 3,500, ambapo wakazi wengi wamesema wamehuzunishwa na tukio hilo ulioathiri misitu yake, wanyama pori na watu waliopoteza vitu vingi. Na huo ndio mwisho wa habari za kimataifa kutoka hapa Mahasin TV. Jina langu ni Zuberi Mgaya. Shukrani Zuberi Rashid Mgaya kwa habari za kimataifa. Na kabla tujahitimisha kapu letu la habari, tujikumbushe miongoni mwa habari tulizokuwa nazo hii leo. Mahasin Mission yakabidhi msikiti kwa Waislamu wa mtaa wa Fumagila Magharibi katika kata ya Kishiri jijini Mwanza. Naibu Waziri wa Ujenzi Godfrey Kasekenya amtaka mkandarasi kuharakisha ujenzi wa madaraja katika barabara ya Ntiuka Kikombo mkoani Dodoma.
Katika habari za kimataifa, wahudumu wa afya DRC warekodi zaidi ya maambukizi 3,000 ya ugonjwa wa Ebola, vikiwemo vifo 1354. Na mpaka hapo ndo tunafika mwisho wa kapu la habari. Inshallah para majaliwa yake Maulana, ungana nasi hapo kesho muda na wakati kama huu. Kwa niaba ya wenzangu wote walifanikisha kuletea kapu la habari, mimi Hilal Sefuriami nilokusomea habari za kitaifa, na katika habari za kimataifa ulikuwa naye Zuberi Rashid Mgaya. Nikutakie utazamaji mwema wa vipindi mbalimbali vinavyoendelea hapa Mahasin TV. Pata kujua wema wa Uislamu. Wabillahi tawfik, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asante na kwaheri. Kunywa maji safi na salama ya uhai. Bidhaa bora ya Bakhresa.